Hujambo mtazamaji wetu wa SAUT TV, karibu katika msimu mpya wa habari utakaokuwa unakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, muda na wakati kama huu. Na katika habari yetu jioni ya leo utakaopata kuyasikia ni pamoja na wananchi wa mkoa wa Mwanza wametoa maoni yao juu ya ukuaji wa sekta ya utalii nchini Tanzania. Nchini Gabon, matokeo ya uchaguzi mkuu yametolewa rasmi na General Brice Nguema kuibuka mshindi. Na katika mchezo kati ya Simba na Stellenbosch kupigwa visiwani Zanzibar. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami mtangazaji wako Glory Nko mwanzo mpaka tamati. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na tuanze habari zetu tukianza na habari za kitaifa. Wananchi wa mkoa wa Mwanza wametoa maoni yao juu ya ukuaji wa sekta ya utalii nchini Tanzania kufuatia ziara iliyofanywa nchini na mmiliki wa klabu ya Manchester United Sir Jimmy Ratcliffe na taasisi ya wanyamapori ya Six Rivers iliyolenga masuala ya utalii. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Maureen Samson. Siku ya Ijumaa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na mmiliki wa klabu ya Manchester United ambaye pia ni mmiliki wa taasisi ya Six Rivers inayoshughulika na masuala ya wanyamapori. Katika mazungumzo hayo, Rais Samia alimsisitiza pia katika kuwekeza nchini Tanzania. Lakini je, wananchi wanazungumziaje mazungumzo hayo baina ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mmiliki huyo wa Six Rivers, hasa katika swala zima la ukuzaji wa sekta ya utalii nchini? Jina naitwa Alpha Brighton. Ujio wa Sir Jimmy hapa Tanzania utaleta fursa nyingi za kitalii, kukuza uchumi, pamoja na tusishangae mwaka ujao au pre-season ya Manchester United so kwenda tena Italia wala Austria, wanaweza akaja hapa Tanzania kwetu Tanzania, kwa sababu kupitia vile alivyosema kwamba anaweza akaongeza wanyama wengine, itasaidia kupata fedha za kigeni zaidi. Vile vile kupitia sekta hiyo sasa ya utalii itakuwa zaidi, na vile vile itaongeza pato la taifa. Ujio wa kuja kwa mtu kama Ratcliffe katika nchi ya Tanzania, hiyo kwanza ni heshima kubwa kwa nchi yetu ya Tanzania. Cha pili, pia kwenye sekta ya utalii pia inaweza ikasaidia kuongeza mapato la taifa, kwa pia kujulikana zaidi. Kwanza inaonyesha kwamba kumbe Tanzania imefunguka kwa kiasi kikubwa sana na inafahamika duniani. Kwenye kitengo cha utalii ni kwamba inaongeza utalii, kwa sababu wale wageni wanapokuja Tanzania ina maana kwamba watapata fursa ya kutembelea vivutio mbalimbali. Watakapotembelea vile vivutio, maana watajionea kwa macho na itakuwa ni fursa nzuri ya kuweza kutangaza huko duniani. Kwa hiyo wanapotoka hapa na kurudi kule, wanaenda kwa ni mabalozi kwa nchi yetu. Kwa hiyo wataenda kusema Tanzania kuna vivutio hivi na hivi, lakini pia wataweza kuhamasisha watu wengi zaidi waweze kuja kujionea vivutio vilivyopo hapa Tanzania. Lakini pia tunapata fedha kwa njia hizi zifuatazo. Kwa mfano, wateja wanapoongezeka, maana yake pia pato linaongezeka, kwa sababu wale wageni wanakuja na fedha za kigeni. Kwa hiyo kija na fedha za kigeni, maana yake zinatuongezea sisi mapato. Kwenye uchumi kuna kitu ambacho wanasema kuna kitu kinachoitwa multiply effect. Kwa hiyo wateja wanapokuwa wengi, wageni wanapokuja wengi, ni kwamba sekta mbalimbali pia zinanufaika. Ukianza kuangalia mahoteli, wale watu wanaoshughulika na makampuni ya kitalii pia watapata nini? Watapata fedha. Hayo ni baadhi ya maoni ya wananchi, hususan katika maendeleo ya sekta nzima ya utalii hapa nchini kufuatia ujio wa Jimmy Ratcliffe, mmiliki wa klabu ya Manchester United na taasisi ya utalii ya Six Rivers inayohusika na masuala mazima ya wanyamapori. Maureen Samson, SAUT TV. Asante sana Maureen Samson kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee katika maandalizi ya sikukuu za Pasaka. Kamati ya ulinzi shirikishi ya raia katika mtaa wa Kisoko wilayani Nyamagana imeeleza namna ilivyojipanga kukabiliana na uhalifu utakaojitokeza wakati wa sikukuu, ikiwa zimesalia siku chache kuelekea sherehe ya sikukuu ya Pasaka kwa waumini wa dini ya Kikristo. Kwa taarifa zaidi, tuungane na mwanahabari wetu Elizabeth Donatus. Kumekuwa na kuripotiwa kwa taarifa mbalimbali za uhalifu ambao huwa unakithiri hasa unapofika wakati wa msimu wa sikukuu. Leo SAUT TV imefika katika mtaa wa Kisoko, kata ya Luchelele, wilaya ya Nyamagana, mkoa wa Mwanza, ili kuweza kujua ni kwa namna gani kamati ya ulinzi shirikishi ndani ya mtaa huu imejiandaa kukabiliana na changamoto hizi kuelekea katika msimu huu wa sikukuu ya Pasaka. Kuelekea huu msimu wa sikukuu, huwa tuna utaratibu wetu tunaotumia kwa ajili ya kuimarisha ulinzi zaidi katika maeneo. Kwa mfano, kwenye maeneo ya makanisa, sisi kama walinzi huwa tunawagawa vijana wetu, wengine wanabakia pale kanisani kwa ajili ya kuangalia usalama wa hapo,
na wengine sasa tunazagaa kwenye mtaa, kwenye maeneo ambayo sisi tunajua ni maeneo hatarishi. Kwa hiyo sisi kama walinzi huwa tuna utaratibu wetu tunaoutumia, na tulielekezwa na mkuu wa kituo cha Igogo. Tulipewa mafunzo na semina jinsi ya kulinda mtaa na jinsi ya kukabiliana na hao wahalifu wadogo wadogo. Uhalisia sikukuu nyingi zinapokuja au zinapowadia, wananchi wengi wanahemka kuona kwamba leo siku ya sikukuu anaweza kufanya jambo lolote, lakini lazima tukumbushane tuko kwenye kipindi cha Kwaresima, na tunapotoka kwenye kipindi cha Kwaresima ndio tuyaishi hayo tuliyoelekezwa, na sikukuu isiwe ndio chanzo cha kuvunja familia au cha kwenda kukosana na majirani. Kwa upande wao, wakazi wa mtaa huu wa Kisoko nao walikuwa na machache haya ya kuzungumza kuelekea msimu huu wa sikukuu. Kuelekea msimu wa sikukuu tunatarajia kuwa na kamati ya ulinzi. Itaimarisha ulinzi katika maduka yetu. Mimi ninaamini kwamba kuelekea msimu wa sikukuu ulinzi utaimarika na usalama utakuwa mkubwa zaidi kama tunavyotegemea sisi wana mtaa wa Kisoko. Nikilipoti kutokea hapa mtaa wa Kisoko, kata ya Luchelele, wilaya Nyamagana, mkoani Mwanza, langu jina ni Elizabeth Donatus wa SAUT TV. Asante sana Elizabeth Donatus kwa taarifa hiyo. Na sasa turejee hapa chuoni SAUT, ambapo baadhi ya wanafunzi waliojitokeza katika zoezi la uchangiaji damu katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino jijini Mwanza wamewaasa vijana wenzao kuzidi kujitokeza katika zoezi hilo, pia kujenga mazoea ya kushiriki matukio hayo ili kuokoa maisha ya wenye uhitaji wa damu. Mwanahabari wetu Eva Alois anatujuza zaidi. Pasina shaka umeshawahi kusikia kauli mbiu isemayo changia damu okoa maisha. Leo tupo katika Chuo cha Mtakatifu Agustino jijini Mwanza, ambapo tukio hili la uchangiaji damu linaendelea chuoni hapa. Wanafunzi waliojitokeza katika chuo hichi kuchangia damu wamewaasa vijana wenzao kuzidi kujitokeza katika masuala mazima ya uchangiaji damu ili waendelee kuokoa maisha ya wahitaji wa damu hospitalini. Vitu ambavyo vivyo ni sukuma hasa kwenye kutoa damu, kwanza ni kutokana na hasa matatizo yanayokuta sana ndugu zetu kule hospitalini. Hiyo pia imenigusa sababu kuna kipindi nilitembelea nikaona kuna wagonjwa wengi sana wamepata athari kutokana na ukosefu wa damu. Kwa hiyo imenigusa mimi kama Mtanzania na pia mwanafunzi wa chuo kikuu cha SAUT. Imenigusa, ndio maana nikaamua kutoa damu kwa niaba ya kuwachangia ndugu zetu waliopo na hospitalini. Vijana wajitokeze kwa sana tu, make kuchangia damu ni kujitolea, sio kitu cha kulazimisha. Tunajitolea ili tusaidie watu ambao wako kule wanasumbuka na upungufu wa damu, na sisi ndo tuna uwezo wa kuwasaidia na kuokoa maisha yao. Hii kuchangia damu inaweza kumsaidia mmoja kati ya ndugu yako yeyote, au hata kama sio ndugu yako basi miongoni mwa Mtanzania mwenzako kuweza kupata msaada mapema. Kwa upande wake Lucas Migeto ambaye ni afisa mipango na uhamasishaji wa damu salama kanda ya Ziwa amesema kuwa vijana wazidi kujitokeza na wasiofie chochote, kwa maana zoezi hili linaendeshwa kitaalamu zaidi. Kwanza kabisa ni watoe hofu. Sisi hapa ni Wizara ya Afya. Tuko chini ya Wizara ya Afya, ni wataalamu pia. Wote hapo ni wasomi waliosoma na pia wakapewa mafunzo maalum. Kwa hiyo anaposema kwamba anaogopa akichangia damu labda ataumwa, hapana. Kwanza kabisa tutaangalia yeye kama je, kuna damu ya kutosha na ya ziada. Kuna vigezo vya mchangia damu. Tutaangalia uzito kuanzia kilo 50, lakini pia tutaangalia wewe una afya njema. Ukiwa unatumia dozi aina yoyote hautaruhusiwa kuchangia damu. Ukiwa unaumwa kwa siku ya leo hautaruhusiwa kuchangia damu. Kwa hiyo tunaangalia mtu ambaye pia ni mzima wa afya. Lakini pia wengine wanahofia sindano. Ile sindano inachomwa kitaalamu. Hajai kutokea kwamba mtu amechomwa sindano, kwa sababu sio mara ya kwanza kuja mahali hapa SAUT. Ni mara kwa mara tunakuja, kila baada ya miezi 4 tunafika mahali hapa. Kwa hiyo wasihofu, kwa sababu zoezi hili linaendeshwa kitaalamu. Lakini pia tunaangalia una damu ya kutosha na ya ziada, tunavyo vipimo. Kwa hiyo tutachukua damu iliyo ya ziada. Vingine tunaiacha wewe kwa ajili ya shughuli zako za kuingia darasani, kwenda nyumbani na shughuli zingine. Hauhitaji tena kusema kwamba sasa ukaanza kutumia sijui vitu gani kwa ajili ya kuongeza damu, hapana. Tutaangalia kama damu ya kutosha na ya ziada.
Baada ya hapo utaendelea na shughuli za kawaida. Zoezi hili la uchangiaji damu hapa katika chuo cha Mtakatifu Agustino ni endelevu. Eva Alois, SAUT TV. Asante sana Eva Alois kwa kututamatishia taarifa za kitaifa. Mtazamaji, endelea kusalia nasi tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni katika habari za kimataifa. Tukianzia huko Gaza, zaidi ya watu 1500 wameuawa tangu taifa la Israel lilipokiuka makubaliano ya amani toka mwezi Machi mwaka huu. Nako nchini Gabon, matokeo ya uchaguzi mkuu yametolewa rasmi huku ikishuhudiwa Jenerali Brice Nguema akishinda kwa kishindo kuwa rais mpya wa taifa hilo. Kwa undani wa taarifa hizi na zaidi, tuungane na Ushindi Kadege. Tukianzia huko nchini Palestina, mgogoro baina ya mataifa ya Israel na Palestina umeendelea kushika sura mpya kila uchao tangu Israeli kukiuka makubaliano ya amani ambayo yalilenga kusuluhisha mgogoro huu mapema mwezi Machi. Mpaka sasa zaidi ya watu 1560 wameuawa katika mgogoro huo toka Machi 18 ambapo taifa la Israeli lilivunja makubaliano ya amani ya Gaza na kuanza kufanya mashambulizi mengine ya makombora, hali ambayo inazidi kuhatarisha maisha ya raia wengi wa Palestina. Kwa mujibu wa ripoti ya Wizara ya Afya huko Gaza, zinaeleza kuwa mashambulizi ya Israel yanapelekea idadi kubwa ya vifo ndani ya muda mchache, ikikadiriwa kuwa ndani ya masaa 24 watu 21 walipoteza maisha na kufanya kufika idadi ya vifo 1563. Aidha, katika mashambulizi hayo mamia ya watoto ndio wanaoripotiwa kufariki zaidi kwa taarifa zilizotolewa na waokoaji, huku Palestina wakiwa ndio waathirika wakubwa zaidi. Mwishoni mwa wiki iliyopita, mkuu wa shirika la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA, Othrile Lazarin, alieleza kusisitiza kuwa mbali na mashambulizi haya, Israel pia imekuwa ikizuia kuingia kwa vyakula, mafuta, dawa na vifaa vingine muhimu kwa binadamu huko Gaza tangu mwezi Machi, jambo ambalo linazidi kuhatarisha maisha ya raia wa Palestina. Na huko nchini Ukraine, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemwalika rais wa Marekani Donald Trump kutembelea taifa lake kabla ya kufanya makubaliano yoyote na taifa la Urusi ya kumaliza mgogoro huo ambao umedumu zaidi ya miaka 3 na kupelekea maafa makubwa na vifo vingi vilivyotokana na vita hiyo. Rais Zelensky alitoa wito huo katika mahojiano maalum yaliyorekodiwa mapema kabla ya shambulio la kombora la Urusi lililotokea Jumapili katika mji wa Sumui nchini Ukraine na kusababisha vifo vya watu 34 na kufanya majeraha wengine 117. Katika wito huo, Zelensky ameeleza kuwa kabla ya Trump kufanya maamuzi yoyote, aende nchini humo akaone namna raia na wapiganaji wa Ukraine walivyoathirika na jinsi ambavyo miundombinu imeharibiwa nchini humo kutokana na mashambulizi makubwa ambayo yamefanywa na taifa la Urusi katika taifa hilo la Ukraine. Hatua hii ya Zelensky kumwomba rais Donald Trump imekuja ikiwa ni siku chache tangu taifa la Marekani likiweka mpango wake wa kutaka kukutana na rais Vladimir Putin ili kumaliza mgogoro huu ambao unaendelea kusababisha maafa makubwa hasa kwa upande wa Ukraine. Na kwa kumalizia, matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu uliofanyika huko nchini Gabon siku ya Jumamosi yametolewa huku kiongozi wa jeshi Jenerali Brice Nguema akishinda kwa zaidi ya 90% mbele ya wapinzani wake ambao aliingia nao kwenye kinyang'anyiro hicho cha kuwania urais wa taifa hilo kwa mwaka 2025. Nguema ambaye aliongoza mapinduzi ya kijeshi nchini humo mwaka 2023 ya kuondoa utawala wa familia ya Bongo ambayo ilikuwa madarakani tangu mwaka 1967, na mara baada ya mapinduzi hayo alikabidhiwa kuongoza taifa hilo kwa miaka 2 mpaka uchaguzi ulipofanyika mapema mwezi Aprili. Katika matokeo hayo yaliyotangazwa siku ya jana na waziri wa mambo ya ndani wa Gabon, Hermani Mongolt, kwenye kura zilizopigwa Nguema alipata jumla ya kura 575,222, huku mpinzani wake wa karibu Bilie Bainze ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa kipindi cha utawala wa Ali Bongo akipata 3% pekee kwenye kura hizo zilizopigwa. Ushindi wa Nguema utampa mamlaka ya kukaa madarakani kwa miaka 7 ambapo kiongozi huyo amebeba matumaini ya raia wengi wa Gaboni ambao wanaamini ataondoa na kukabiliana na ufisadi pamoja na kuondoa mifumo ya utawala mbaya uliowekwa na familia ya Ali Bongo ulipokuwa madarakani tangu mnamo mwaka 1967 ukitawala kwa miaka 50. Jina langu ni Ushindi Kadege wa SAUT TV. Mtazamaji, endelea kusalia nasi, punde ni katika habari za kibiashara naye Aksa Raymond.
Asante sana Glory Nko. Karibu mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Aksa Raymond. Baadhi ya wafanyabiashara kutoka soko kuu jijini Mwanza wameeleza kuwa miundombinu mibovu ni changamoto hasa katika kipindi hiki cha mvua kubwa na kuiomba serikali kutatua changamoto hiyo. Kwa undani wa taarifa hii na Atanas Kapina. Kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa kumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili wafanyabiashara wadogo alimaarufu kama machinga katika jiji la Mwanza. Leo hii tuko hapa kupata maoni yao, nini changamoto na namna gani wanaepukana na changamoto hizi na nini maombi yao kwa serikali kuhusiana na wao kuepukana na changamoto hizi. Kwa majina naitwa Eli Kimkama, ni mjasiriamali mdogo alimaarufu kama machinga katika soko eneo hili la soko kuu. Changamoto kubwa tunayoipata hapa, changamoto kwa msimu wa mvua, mitalo inakuwa inaziba, maji yanapita juu baada ya kupita chini katika mitaro. Tungeomba serikali ifanye utaratibu uweze kuzibua mitaro ili mazingira yaweze kukaa sawa, na pia uweze kutufungulia soko ili wafanyabiashara wadogo alimaarufu machinga tuweze kuingia sokoni na tuweze kupata riziki zetu za kila siku. Na changamoto nyingine kwa serikali tunayoipata, kwa alipotupeleka sisi wakazi wa Mwanza Mchafuoga, sio eneo letu, sio sehemu rafiki ya wamachinga. Ndio sometimes tunatoka kule wamachinga tunakuja kufanya biashara mjini katika mabarabara. Kwa hiyo ombi langu kubwa kwa serikali, naomba wafungue soko kuu waweze kutuangazia sehemu ya kujibanza sisi wamachinga wadogo alimaarufu kama wajasiriamali, ili tuweze kupata riziki zetu za kila siku na kuendeleza maisha yetu. Tumeshindwa namna ya kutatua kwa sababu mvua inaponyesha saa zingine tunajibanza tu kwenye maduka ya watu, na muda huo unakuta ndio hivyo tena, biashara hatifanyi. Unaona, na hapo hivi kama sisi tuliomba eneo la soka Mbondo hilo hapo, lakini ndio hivyo tena, majina yetu yote wengi tu hapa, wengi almost watu hapa wengi tu majina yamekuja asipewe, asiingizwe kwenye tausi, Sasa ndio tunashangaa, hata hatujui tutaelekea wapi, na ndio soko hivyo tunasikia mara soko linataka kufunguliwa. Sasa tuelewe. Majina yanaitwa Frank David, ni mjasiriamali mdogo mazingira haya hapa. Changamoto kubwa tunayopitia hapa sisi ni usumbufu wa baina yetu sisi na serikali. Sisi mara nyingi ni wasumbufu sana. Tungependa tuwe na mahusiano mema sisi na serikali. Maana kama hapo ukiangalia mazingira haya hapa, wameziba barabara yote, gari haiwezi kapita yoyote, umeshaona. Na changamoto nyingine tunaweza kupitia ni mvua ikinyesha inaharibu mazingira hapa kwa ufupi. Kwa hiyo mimi ningependa sana sisi tuwe mahusiano mema na serikali mazingira hapa. Mahusiano yetu mema na serikali yatakuja kwa njia moja tu, sisi kuweza kufanyia wepesi wa sokoni kuingia mle mapema ili kuweza kupata sehemu maalum ya kufanyia biashara huko sokoni. Nikiripoti kutoka katika soko kuu la Mwanza, mimi ni Atanas Kapina wa SAUT TV. Asante sana Atanas Kapina kwa taarifa hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hakuna nchi itakayoepuka ushuru aliotangaza licha ya kuondoa ushuru kwenye baadhi ya bidhaa za teknolojia za China. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu Ibrahim Charema. Nchi ya China imeitaka Marekani kufuta kabisa ushuru wa 145%, ikisema kuondolewa huko ni hatua ndogo ya mgogoro huo. Wakati hayo yakiendelea, Rais Xi Jinping ameanza ziara yake nchini Vietnam, Cambodia na Indonesia ili kuimarisha uhusiano wa kibiashara na nchi za Asia ambazo zinachukua 17% ya biashara ya China. Licha ya juhudi za Xi za kuimarisha uhusiano, kuna wasiwasi kwamba nchi za Asia ya Kusini Mashariki zitajaa bidhaa za bei nafuu za China. Wanauchumi wanatabiri kuwa Xi atasukuma uwekezaji zaidi katika eneo hilo ili kupunguza hofu hizi, huku akionyesha kuwa biashara kati ya China na Asia itastawi katika miaka ijayo ili kubadilisha muundo wa uchumi. Na habari hiyo kutoka kwa Ibrahim Charema inatamatisha habari za biashara na uchumi. Punde ni habari za michezo na burudani na Hamud Sanze. Endelea kuwa na utazamaji mzuri wa SAUT TV habari. Ni matumaini yangu umzima buheri wa afya mwana michezo mwenzangu. Karibu katika michezo na burudani ya SAUT TV. Mimi ni Hamud Sanze na tuanze na taarifa kutoka nchini Tanzania. Mara baada ya uwanja wa Benjamin Mkapa kufungiwa na kupisha marekebisho katika eneo la kuchezea, mchezo wa nusu fainali mkondo wa kwanza kati ya Simba dhidi ya klabu ya Stellenbosch kutoka Afrika Kusini unatarajiwa kupigwa huko visiwani Zanzibar. Kuelekea katika mchezo huo, mashabiki wa mpira wa miguu nchini wametoa maoni yao baada ya uamuzi huo.
Tuungane na mwanahabari wetu Justin Mgarula kwa undani wa taarifa hii. Baada ya taarifa kutoka kuwa mchezo kati ya Simba na Stellenbosch ya Afrika Kusini kuwa utachezewa Zanzibar, mashabiki mbalimbali wa Simba wametoa maoni yao kuwa mchezo utakavyokuwa. Kwa upande wa mchezo unaofuatia kati ya Simba na wageni wao wa nusu fainali katika michuano ya CAF, ambapo uwanja wamehamisha kutoka Benjamin Mkapa na kuelekea uwanja wa Zanzibar. Mbali na uwanja kuhamishwa kwa Mkapa ambako mechi ndio itachezea, bado natumaini kwamba Simba itafanya vizuri, lakini pia zaidi tukiangalia hata mechi iliyopita kati ya Simba na Al-Masry iliyofanyika katika uwanja wa Mkapa, mbali na hali ya hewa, lakini pia uwanja kutokizi vigezo kwa kuwepo na mvua nyingi na maji mengi, lakini Simba bado anaendelea kuperform vizuri. Kwa hiyo kuhamisha uwanja kutoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar kwa hii mechi ya nusu finali, nahisi haitakuwa na athari kubwa sana kwa sababu tupo nyumbani na washabiki wetu tuna imani Zanzibar tuna washabiki wengi sana. Kwa hiyo itakuwa na athari yoyote, performance itakuwa nzuri na tutaenjoy mpira mzuri. Kwa hiyo tutegemea matokeo mazuri sana. Sikuishi hapo, pia nimeongea na mashabiki wa upande wa pili ambao ni washabiki wa Yanga, na wametoa maoni yao baada ya kusikia taarifa kwamba mchezo wa Simba dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini kuhamishiwa Zanzibar, na haya yalikuwa ni maoni yao. Mechi ya Simba kuhamishiwa Zanzibar kwenye uwanja wa Amani, nahisi itafanya vizuri kulingana na kwanza muunganiko wa timu ni nzuri na wanacheza vizuri, wachezaji wanaonyesha jitihada na kujituma. Hayo ni maoni ya mashabiki wa pande zote mbili kati ya Simba na Yanga kuelekea mchezo ambao utachezwa siku ya tarehe 20 mwezi huu kati ya Simba na dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini ambao umehamishiwa katika uwanja wa Amani Zanzibar. Mimi ni Justin Mgarula wa Sauti TV. Asante sana Justin Mgarula kwa mchanyato wa taarifa hiyo, na sasa twende kwenye taarifa nyingine. Mashindano ya CRDB Bank Federation Cup yanatarajiwa kuendelea kwa mchezo mmoja hapo kesho, na mchezo huo utapigwa kati ya Young Africans dhidi ya Stand United kwenye dimba la KMC jijini Dar es Salaam. Kuelekea katika mchezo huo, baadhi ya wadau kutoka jijini Mwanza wametoa maoni yao wakati wakizungumza na Sauti TV. Tuungane naye tena mwanahabari wetu Justin Mgarula ana undani wa taarifa hii. Kuelekea mchezo wa kesho wa kombe la FA, klabu ya Yanga itashuka katika dimba la KMC Stadium kucheza na Stand United, ambapo jijini Mwanza tumeongea na baadhi ya wadau ambao wametoa maoni yao kuelekea mchezo huo. Mechi hiyo itakuwa na ushindani mkubwa kwa sababu Stand ana uzoefu mkubwa, ashawahi kucheza ligi kuu misimu kadhaa iliyopita, lakini baada ya hapo alishuka daraja. Lakini haiondoi ukweli kwamba Yanga ni timu kubwa mbele ya Stand. Hata kama Yanga akiwa na majeraha, lakini bado ana kikosi kipana zaidi. Yanga wanatakiwa wajiandae. Ukiangalia Yanga wameshacheza michezo mingi ukilinganisha na Stand United ambaye ana michezo michache zaidi. Ukiangalia ligi kuu hayupo, ukiangalia Yanga ligi kuu ameshacheza michezo mingi zaidi. Umeona, kwa hiyo wachezaji wengi unakuta wana injury, wameshachoka. Wasio kesho unaona kabisa Yanga taibuka na ushindi, kutokana na sababu ambayo Yanga ipo on form. No team, wala timu ambayo inaweza kustop Yanga. Hayo ni baadhi ya maoni ya wadau kutoka jijini Mwanza ambao wameongelea kuhusiana na mechi ya kesho ya Yanga dhidi ya Stand United ambayo itachezwa katika dimba la KMC Stadium majira ya saa 10 jioni. Mimi ni Justin Mgarula wa Sauti TV. Shukrani sana Justin Mgarula kwa undani wa taarifa hiyo. Na sasa tuvuke nje ya mipaka ya Tanzania kwenda kuangazia habari kemkem ambazo zimejiri huko. Mshindi wa zamani wa Ballon d'Or na kiungo nyota wa Real Madrid Luka Modric yuko mbioni kuwa mmoja wa wamiliki wapya wa klabu ya Swansea City kama mmiliki mdogo, ingawa Modric amekubaliana dili hilo na kundi la wawekezaji kutoka Marekani linalomiliki klabu hiyo. Lucy Mkono ana taarifa zaidi. Luka Modric ambaye ni mshindi wa zamani wa Ballon d'Or sasa akiwa anacheza ndani ya klabu ya Real Madrid, licha ya kuingia ndani ya Swansea City kwa hisa ndogo, haiwezi kuathiri maisha yake ya soka, kwani amekuwa na kiwango bora kwa muda mrefu. Anaweza kuisaidia Swansea City na kundi la umiliki wa Marekani katika mradi wa dhamira ya kuirudisha Swansea City kwenye ligi kuu nchini Uingereza. Kwa muda wote huo ulikuwa nami msomaji wako Hamoud Sanze,
Nilikusomea habari za michezo na sasa nirudishe kijiti kwake Glory Nko kwa kutamatisha habari kwa siku ya leo. Na taarifa hizo za michezo ndizo zinakutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo, na miongoni mwa habari tulizokuwa nazo ni pamoja na wananchi wa mkoa wa Mwanza wametoa maoni yao juu ya ukuaji wa sekta ya utalii nchini Tanzania. Nchini Gabon, matokeo ya uchaguzi mkuu yametolewa rasmi na General Brice Nguema kuibuka mshindi. Na katika mchezo kati ya Simba na Stella Boch kupigwa visiwani Zanzibar. Mpaka kufikia hapo, mtazamaji, hatuna la ziada katika taarifa ya habari kwa siku ya hii leo. Kwa niaba ya wote uliopata nafasi ya kuwasikia, mimi ni Glory Nko. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa SAUT TV. Uwe na usiku mwema.